Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein. Na bado tunamtazama rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ambaye amempigia simu waziri mkuu wa India Narendra Modi siku ya leo Jumatatu kulaani vikali shambulio la kigaidi la Aprili huko Kashmir. Putin aliwasilisha salamu za rambirambi kwa kupoteza maisha ya watu wasiokuwa na hatia na alionyesha uungaji mkono kamili kwa India katika mapambano dhidi ya ugaidi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India, Ranveer Jaiswal, alisema kwenye ukurasa wake wa X, Rais Putin alisisitiza kwamba wahusika wa shambulio hilo baya na wafuasi wao lazima wafikishwe mbele ya sheria. Raia 26 waliuawa katika shambulio la kigaidi la Aprili 22 katika bonde la Baisaram karibu na Pahalgam katika eneo la muungano la Jammu na Kashmir nchini India. Shambulio hilo limesababisha kuzorota kwa uhusiano kati ya India na Pakistan, nchi zote zenye silaha za nyuklia. Wakati wa mazungumzo ya Putin na Modi, asili ya kimkakati ya uhusiano wa Urusi na India na ushirikiano maalum wa upendeleo ilisisitizwa. Kremlin ilisema katika taarifa, mahusiano haya hayako chini ya ushawishi wa nje na yanaendelea kukua kwa nguvu katika pande zote. Modi pia aliwasilisha salamu zake za kheri kwa Bwana Putin juu ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi wa Umoja wa Usovieti katika vita vya pili vya ulimwengu, ambapo Urusi ilishinda vita hivyo na kumshinda adui Ujerumani ya Unazi, na alimwalika rais wa Urusi Bwana Putin katika mkutano wa kilele wa kila mwaka wa nchi mbili ambao utafanyika India baadaye mwaka huu. Ikumbukwe mataifa ya Urusi na India ni wanachama wa BRICS na ni miongoni mwa mataifa ya awali kuunda BRICS na ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa na ushirikiano ambao umekuwa ni wa muda mrefu. Siku ya Jumamosi, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alifanya mazungumzo na mwenzake wa India Jaishankar, waziri wa mambo ya kigeni wa India. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilitoa taarifa ambapo Lavrov alisisitiza haja ya India na Pakistan kutatua tofauti zao kwa njia ya kisiasa na kidiplomasia kwa misingi ya nchi mbili kwa kuzingatia kanuni zilizoainishwa katika mkataba wa Simla wa mwaka 1972 na katika azimio la Lahore la mwaka 1999. Makubaliano hayo ya kihistoria yametumika kama mifumo ya mataifa hayo mawili ya Asia Kusini kushughulikia mizozo kupitia njia za kidiplomasia. Mioyo yetu inavuja damu leo jinsi shambulio la kigaidi lilivyotikisa utulivu katika Kashmir, ilieleza taarifa hiyo. Siku iliyofuata, Lavrov alizungumza kuongezeka kwa mvutano kati ya Islamabad na New Delhi katika simu iliyoanzishwa na mwenzake wa Pakistan Ishaq Dar, Wizara ya mambo ya nje ilisema siku ya Jumapili. Lavrov alielezea nia ya Moscow kuunga mkono juhudi za amani na za kupunguza mvutano huo, na upande wa Urusi ulisisitiza utayari wake wa kusaidia katika utatuzi wa kisiasa wa hali iliyotokea baada ya shambulio la kigaidi la Aprili 22 katika eneo la Pahalgam, ikiwa kuna maslahi ya pande zote kutoka Islamabad na New Delhi, wizara ilisema. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.